Kwa kitu ambacho kinaendelea mtandaoni kumhusisha Diva na wafanyakazi wa Wasafi Media, kinamshushia hadhi Diva the Boss. Kwa sababu Diva the Boss, yeye mwenyewe anavyojiita ni kwamba ni mtu ambaye amesoma, ana uelewa mkubwa. Lakini kwa kitu ambacho anachokifanya ni kitu ambacho kilitakiwa kifanywe na mtu ambaye hajafika darasa la 7. Kwa sababu ametoka kufanya kazi Wasafi Media. Alipotoka kufanya kazi Wasafi Media, na maana kama ukienda kufanya kazi sehemu kuna mikataba yenu mnaandikiana. Kwa hata kama mkiachana na kampuni lazima uweze kuondoka hivi hivi, kuna mkataba pia utasaini kwamba mimi nimeacha kazi, sawa Kwa kama uliacha kazi kwenye kampuni unawadai, sioni kama ni haki kuja kuliongelea mitandaoni. Madhara yake ni kwamba hata kampuni nyingine zitaogopa kukupa kazi kwa sababu zinaona kwamba utakapoacha kazi pale kwenye media yao pia utaenda kuwachafua mtandaoni. Kwa kitu ambacho amekifanya Diva, kwanza kimemshushia thamani, hakuna media yote ambayo inaweza kumpa ajira, bora tu ajiajiri. Alafu pia kimemshushia heshima. Unaona Kwa mambo yani kimemshushia heshima kwa ujumla. Hata mimi nilikuwa na heshima, lakini kwa sasa hivi tena sina heshima yoyote nayo, kwa sababu jinsi anavyoanza kutaja siri za kwenye kampuni, mara Juma Lokole hivi, mara nani yule dada yule anasema kwamba anataka akaombe ajira nani, sijui aende Crown Media, mara anaongea wafanyakazi wenzake, ni kitu ambacho hakifai. Yaani ni sawa kwamba ni mwanamke umeanzika kwenye familia, unaanza kusema maneno ya kwenye ile familia. Inakuwa sio kitu cha muhimu. Kwa mambo ya kuachana na kazi pale Wasafi, ilitakiwa wamalizane wao kwa wao. Kama unawadai kuna sheria, nenda kwenye vyombo vya sheria, mtalipana kisheria. Ili ulinde brand yako, ili hata kama umeacha kazi hapo, watu wasijue kwamba uko vipi. Ili ukaenda kufanya kazi sehemu nyingine, labda Crown Media, EFM, waweze kufanya nini? Kukupatia ajira. Lakini kwa hicho alichokifanya, hawezi kupata kazi kwenye media yoyote kwa sababu wanamuona kwamba huyu hata hapa ataondoka, kwa sababu hawezi kufanya kazi sehemu milele, sawa Kwa hata hapa ataondoka, hata kama hapa ataondoka pia na sisi atatuchafua. Kwa ili kulinda brand yao hawezi kumpatia ajira. Kwa hiyo alichokifanya anajua yeye mwenyewe bila kujua. Kwamba anafuata mashabiki wa mtandaoni ambao mashabiki unakuta atakula hawajala, hawezi kumsaidia chochote. Wanamsaidia tu ushabiki, lakini pale anajiulia yeye mwenyewe ajira yake. Je, katika hili unadhani management ya Wasafi Media wanaweza wakalifumbia macho au pengine wanaweza kachukua hatua zaidi? Kitu ambacho mimi nampongeza Diamond Platinum, CEO wa Wasafi Media, ni mtu ambaye huaga hajibu. Ndio maana mpaka sasa hivi unaona shasema vibaya lakini hajaongea lolote. Yaani yule ni kama ameziba masikio kwa kinachoendelea, sababu anajua huu ni upepo tu, utaenda alafu utaisha. Kwa Diamond Platinum alipewa hekima kubwa sana. Pamoja kwamba ni tajiri, lakini ana hekima kubwa ambayo anaitumia kusolve mambo yake. Kwa sababu kusema mwanzo kupelekana mahakamani, muda unapotea. Mahakamani wanasheria wanalipwa. Ushaelewa? Kwa hiyo unaona kusave vitu kama hivyo, bora naachane na huyu hapa aongee, akinyamaza tutaendelea na kazi kama kawaida. Kwa hiyo Wasafi Media wao wameweza kufanyaje? Kupotezea. Na sidhani kama Diamond atakuja kuliongelea hili. Anaweza akalitunza, Diamond akalitunza, akaja kufanya press mwaka 2020 na 2029 huko ndo akaja akaliongelea, ila kwa sasa hivi kujibu. Kwa sasa kitu ambacho mimi nikasema kwamba Diva yeye ndiye anajiharibia, kwa sababu Diva anasema anachafua wale, afa anafungua nini podcast yake. Sisi tuko kwenye podcast muda mrefu, tunajua YouTube wanalipaje. Podcast zimeongezeka sana mtandaoni, kwa hiyo kulipana hela YouTube watu mnagawana. Uje upate viewers milioni 1 siku hizi hamna, unapata buku mwingine buku, mnagawana hela. Kwa hiyo hata podcast akifanya hata pata pesa kama ambayo alikuwa anaipata pale Wasafi. Kwa sasa kitu ambacho atakachokihitaji ili kupata kipato kikubwa ni sponsor, wadhamini. Sasa unaniambia kwa jinsi ambavyo anaisema Wasafi Media, kuna sponsor gani atakuja mdhamini yeye? Hali anajua huyu ukiachana naye lazima ukutangaze. Kwa hata kama ni sponsor, ni mtu ana biashara zake, ni kampuni za simu, zitajua tukiwekeza kwa Diva, siku mkataba wetu ukiisha au tukaenda naye vibaya atatuchafua. Kwa ili kuepuka hilo pia wataacha kumfanyaje? Kumsupport. Kama wataacha kumsupport, atafanya mwenyewe ategemee hela kutoka YouTube. Hela ya YouTube sasa hivi hamna, haitoshelezi. Na podcast ni gharama kuiendesha, ulipe kameramani, ulipe editor, ulipe wafanyakazi, ulipe umeme, ulipe nini. Aniambia atatoa pia hela kujiendesha. Wakati anapojichafua hivi, asifikana anaichafua Wasafi, anachafua pia na kampuni ambazo zinasupport watu.
Atafanya kampuni ambazo zingemsupport katika kufanya kitu chake kiendelee. Lakini kwa mtazamo wako unavyoangalia kwa hicho alichokizungumza, ni kweli kinaweza kikawemo ndani ya Wasafi? Hamna. Kwa sababu tukiangalia Wasafi wanalipwa. Sababu tunaona kuna wasanii, kuna watu walitoka wakuja Wasafi wamekonda. Sasa hivi wamenenepa. Hiyo ndio dalili moja hapo kwamba mtu huyu hapa alipo analipwa. Alafu kitu kingine sasa nikwambie, biashara ya media. Biashara ya media wewe ukatoka hapo kaenda kuomba kazi akakulipa mshahara. Biashara ya media lazima uingize ili upate. Yaani sikwambie mtu una kipaji cha utangazaji una nini, lakini lazima uingize ili upate. Unaona hawa akina Kitenga wananunuaga gharama sana. Sababu wananunua gharama sio wao. Wale wana watu. Yaani kwamba yule anaaminiwa na taasisi. Kwa wanajua kwamba mtu akija kwenye media yetu, Airtel watamfuata, Vodacom watamfuata, Tigo watamfuata. Watazamini kipindi chake. Hicho ndicho watu wanachowachukulia. Ushanielewa? Diva vipindi vyake vyote havinaga sponsor. Sijui unanielewa? Kwanza vipindi vyake vinafanyika usiku, wanasikiliza walinzi. Wewe kipindi kinaanza saa 4. Mtu kashatoka kazini ashachoka amelala. Wewe unaongea saa 4. Una maana wanakusikiliza walinzi na watu wasiolala, waba. Ndio maana vipindi vyake havinaga nini? Havinaga sponsor. Sasa kama una sponsor, isimilizi kwamba kwenye kampuni wewe uingizi. Kama uingizi wewe unafikiria la kukulipa wewe itatoka wapi? Yaani boss atoa hela kutoka the switch ambapo wamezaminiwa labda na Vodacom au na Airtel na nini, atoe ile hela acha kuwalipa wale wafanyakazi, hata kulipa wewe kipindi ambacho akiingizi hela. Kwa kwenye media ipo namna hii. Media ili uwe brand ni lazima uwe na sponsor. Sponsor akikusikia unatangaza awekeze hela kwenye kipindi chako. Ile hela inayowekeza kwenye kipindi ndio inayokuja kukulipa wewe. Kwa hata uwe na jina vipi lakini unatangaza kipindi, alafu kipindi chako hakina sponsor, hauna hela ya kulipa pale kwenye media, sababu kwenye media hauingizi. Issue sio kusikilizwa na watu wengi. Unaweza kusikilizwa na watu wengi lakini hauna sponsor. Kipindi hakina mtu aliyekidhamini. Kwa hiyo kwenye media ufanyije? Hauingizi. Kwa kwenye media, biashara media iko hivi, unaingiza alafu ndo unapata. Sijui unanielewa? Yaani unaingiza alafu wewe ndo unapata. Sasa pengine kwa upande wa huyo Diva. Anapaswa kuomba msamaha sasa ili aweze pengine haya mambo yasiwepo na aweze kupata msaada kwa maisha yake. Yaani Diva kwa hicho alichokifanya ili yaani kwanza kajichafua sana. Yaani mwenyewe pale alipo anajua kabisa kwamba mimi nimejichafua. Ili kujisafisha inatakiwa kwanza akae kimya. Asiwajibu wale wanaomuongelea vibaya. Kama Diamond ambavyo kakaa kimya, si unaona? Diamond ni brand, hawezi kubishana. Si unaona bado tu anakuwa ni brand kanyamaza. Kwa na yeye akinyamaza, watakaoonekana wapumbavu ni wale wanaofanya nini? Wanaomsema. Kwa akishamaliza hapo, aombe msamaha kwa alichokifanya. Akishaomba msamaha, ndio ataonekana mtu ni muungwana. Alafu sasa atarudisha trust kwa watu wengine, kwa media zingine. Sawa watamwamini, watampa kazi, kama ni masponsor watamwamini, watampa kazi. Diva anapomtukana Diamond anajisumbua, sababu Diamond ni mtu mkubwa Tanzania na anaaminika na watu wengi, ana followers wengi, watu nyuma waliomfollow. Kwa hiyo unapomtukana wewe ndio unaonekana zezeta. Ushaelewa Alafu na mambo ya kucheleshwa mshahara yapo kila sehemu. Mimi nimefanya kazi media Kongo. Bosi unakuta hivyo kipindi chenu akiingiza sponsor au unakuta hela zinaingia aziingize sponsor wamekuwa wachache kwenye TV. Na uoneshaji wa TV ni mwingi. Bosi alichokuwa anafanya mwezi huu hawa hawalipi, mwezi unaokuja anawalipa wengine, alafu mwezi unaokuja wale hawalipi wanakuja wanalipa wengine ili kubalance. Then mambo yanapokuja kukaa sawa, taasisi kikaa vizuri, mnaanza kupokea mshahara kwa pamoja. Lakini sasa kitu anachokifanya Diva yeye ni kitu ambacho anazingua. Hata benki, hata watu wa serikalini kuna wakati mshahara unachelewa sababu mambo huaga yaendi yamenyoka. Kwa kitu ambacho alichokifanya yeye ni kitu ambacho ni kibaya sana. Amejaribia yeye brand kwa sababu hakuna bosi ambaye cheleshwe mshahara. Kila sehemu mshahara inachelewa sababu hakuna taasisi ambayo yumbi. Mambo yanakuwa mazuri, mambo yanakuwa mabaya. Media sasa hivi ni ushindani. Ushaona kwa sasa kitu ambacho amekifanya yeye ni kibaya, inabidi aombe msamaha. Unaona na hapa amchafui Diamond, anajichafua yeye. Diamond achafuliwi. Yaani Diamond yule ndio ilichafu. Diamond ndio ilichafu. Diamond ndio achafuliwi. Ukimchafua unachafuka wewe. Diamond ni oili chafu. Achana na Dubai anajitaga yeye oili chafu. Diamond ndio oili chafu. Huwezi kumchafua. Yaani ukimchafua unachafuka wewe. Si unaona Diva? Kamchafua Diamond lakini Diamond achafuka, yeye ndiye anachafuka. Ashajaribia brand. Watu kibao wamekuwa wakimchafua lakini
Bado anaelekea pale pale. Oya, Diamond ndo ilichafu. Yaani yeye haumchafui. Diamond huwezi ukamchafua hata siku moja. Yaani ukimchafua wewe ndio unayechafuka. Watu wangapi wanamchafua? Wao ndio wanazidi kuchafuka na kupotea, yeye bado yuko pale pale. Kwa Diamond huwezi kumchafua sababu yeye mwenyewe yani yeye ndio ilichafu, unaongezea uchafu pale. Ukitaka kumchafua wewe ndio unachafuka. Maajabu ni kwamba Harmonize alimzungumzia mabaya mengi mno, lakini hatushai kuona comment yote kutoka kwa Diamond. Na Diamond hajawahi kuongea chochote. Alejishusha ni nani? Si Harmonize. Sasa hivi Harmonize na Diamond nani mkubwa? Si Diamond. Diamond achafuki mzee, hata ukimwongeleaje achafuki. Na kuna watu wanasema kwamba mbona Diamond afanye collab na Alikiba? Mimi niwaambie kwamba Diamond akija ili Diamond afanye collab na Alikiba, tusubiri Diamond akitoka Wasafi na atafanya collab na Alikiba. Bwana. Siku Diamond akitoka Wasafi na atafanya collab na Alikiba. Lakini kama Diamond hatatoka Wasafi, hiyo collab Alikiba na Diamond muisahau. Shukrani sana. Haya.